Roho Mtakatifu humjaza binadamu hekima ambayo itamsaidia binadamu kumuongoza kutumia yale yanayoonekana kuyapata yale yasiyoonekana. Roho Mtakatifu anamjaza mwanadamu nini? Hekima, ili aweze kuyatumia yale yanayoonekana ili kutafuta yale yasiyoonekana. Roho Mtakatifu anamsaidia mwanadamu kuweza kutumia malimwengu haya kupata uzima wa milele. Mmenipata wapendwa? Roho Mtakatifu anamsaidia mwanadamu kutumia ulimwengu huu, kutumia mambo yanayoonekana ili kuyapata yasiyoonekana. Ni Roho Mtakatifu huyo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa katika Kristo, Yakobo 1:5 naambia kwamba lakini mtu wa kwenu, rudi nyuma kidogo, Mithali, tuangalie hekima katika maandiko matakatifu. Hekima katika maandiko matakatifu. Mithali 3:5 hadi 6. Mtegemee Bwana Mungu kwa moyo wako wote. Hii ndiyo hekima. Mtegemee Bwana Mungu kwa moyo wako wote. Nalimwita Mungu na roho wa hekima akanijia. Tumsifu Yesu Kristo. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 aya ya 10 hadi ya 16. Sema kwamba Roho Mtakatifu hutufundisha mambo ya kina juu ya Mungu. Roho Mtakatifu anatufundisha mambo ya kina juu ya Mungu. Roho Mtakatifu anatufundisha sisi juu ya hekima ya nani? Ya Mungu. Sawa pendwa? Roho Mtakatifu anatufundisha sisi juu ya hekima ya Mungu. Wapendwa katika Kristo, hekima ni moja ya zawadi 7 za Roho Mtakatifu. Hekima ni moja ya zawadi 7 za Roho Mtakatifu. Hekima, nyote watoto nyinyi, hekima ni moja ya zawadi 7 za Roho Mtakatifu. Mmesikia watu wazuri? Hekima ni nini? Ni moja ya zawadi 7 za Roho, ni moja ya mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Mmenipata? Hekima ni moja ya mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Luka sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 13. Na Isaya 11:2 hadi 3. Naambia kwamba hekima ni moja, mapaji ya Roho Mtakatifu ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ni hekima, akili, shauri, elimu, nguvu, ibada na uchaji wa nani? Uchaji wa Mungu. Sawa pendwa? Hekima ni ya kwanza. Hekima ni ya kwanza. Inaorodheshwa ya kwanza katika mapaji yote, katika zawadi zote 7. Hekima, akili, hekima ni ya kwanza. Sawa pendwa? Ndugu zangu katika Kristo, tuone hekima katika maisha ya Mkristo. Kristo jana. Hekima katika maisha ya nani? Ya Mkristo. Hekima katika maisha ya Mkristo. Mfano, Mama Maria, Luka 2:19. Alikuwa tayari kwa hekima ya Mungu, alikuwa tayari kupokea wito wa kutekeleza makuu ya Mungu. Alikuwa tayari kupokea wito wa kutekeleza makuu ya nani? Ya Mungu. Mama Maria alikuwa tayari kupokea hekima. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu alikuwa tayari kupokea wito wa kutekeleza makuu ya nani? Ya Mungu. Solomoni
Sulemani aliambiwa na Mungu aombe chochote, akaomba hekima. Akaomba nini? Hekima. Akaomba, unajua hekima ndio kila kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba niulize swali moja. Nisamee swali moja. Hivi yule anaenda kuomba dawa za mitishamba, uganga, ushirikina, tunguli, ana hekima? Tumsifu Yesu Kristo. Ana hekima? Swali la pili, je, asiyekuwa na hekima anaweza kufika mbinguni? Kwa sababu nimesema kwamba hekima ni kuitafsiri kweli katika jicho la nani? La Mungu. Kwa hiyo kumbe hekima ni nini? Ni upendo wa Mungu. Hekima ni upendo wa nani? Hekima ni upendo wa Mungu. Mmenipata wapendwa? Hekima ni upendo wa Mungu. Mtakatifu Agustino, Mtakatifu Thomas wa Aquina, Mtakatifu Teresia, wote hawa walikuwa ni miongoni mwa watu wenye hekima, walioongozwa na hekima ya Mwenyezi Mungu katika kuweza kuipata kweli.